na mechi itakuwa ni majira ya saa 1 kamili usiku. Tayari Mwalimu Selemani Matola ameshatoa maelezo ya kiufundi kuelekea mchezo huo, na sisi tukasema tutoe taarifa fupi kuelekea katika mchezo huo, hasa kwenye upande wa majukwani, kwa maana ya eneo nyeti la mashabiki. Lakini kabla hatujauzungumzia kiundani kabisa mchezo wetu dhidi ya Mbeya City, jana tumetoa taarifa kwa umma ambayo inahusiana na Simba Sports Club kukubaliana kuvunja mkataba na aliyekuwa meneja wa kikosi chetu Dimitar Pantev, ambapo makubaliano hayo yamehusisha vile vile yeye na wasaidizi wake wawili, ambaye ni kocha wa magolikipa na aliyekuwa msaidizi wake namba 1. Wote kwa pamoja tumekubaliana kuvunja nao mkataba. Kwa kuwa ni makubaliano ya pande zote mbili, kwa mantiki hiyo basi hakuna upande wowote ambao unalazimika, unawajibika kutoa maelezo ya kina ama sababu za ndani kwa nini tumefikia maamuzi hayo ya kuvunja mkataba baina ya sisi na upande wa walimu. Kwa mantiki hiyo basi, taarifa ambayo inapaswa kuwafikia mashabiki wetu wa Simba kupitia ninyi ndugu zetu waandishi wa habari ni kwamba ni makubaliano ya pande zote mbili. Wapo watu ambao wana shauku kubwa ya kutaka kufahamu sababu za ndani za kufikia maamuzi hayo, lakini tuseme tu ya kwamba ni makubaliano ya pande mbili, na hivyo hatuna sababu ya kutoka hadharani na kuanza kuelezea sababu ni 1, 2, 3 ya kufikia maamuzi hayo. Lakini tunachoweza kusisitiza ni kwamba maamuzi haya ambayo tumeyafikia ni kwa maslahi mapana na maslahi makubwa ya Simba Sports Club, lakini vile vile ni kwa maslahi ya walimu wenyewe ama meneja mwenyewe. Maamuzi haya ambayo tumeyafanya ndani yake yana msaada mkubwa mno kwa timu yetu ya Simba, yana maslahi mapana kwa maendeleo ya kikosi chetu cha Simba Sports Club. Kwa hiyo mashabiki wa Simba waendelee kutuamini ya kwamba tulichokifanya ni kwa maslahi ya timu yetu ya Simba Sports Club. Baada ya kuachana na Dimitar Pantev, kikosi chetu hivi sasa kitakuwa chini ya Mwalimu Selemani Matola. Yeye ndiye ambaye ataongoza jahazi letu kwa mechi 2 ambazo ziko usoni mwetu hivi sasa. Mechi ya tarehe 4 dhidi ya Mbeya City na mechi ya tarehe 7 dhidi ya Azam FC. Tangu kikosi kimerejea kutoka Mali, tukaingia kambini, tumekuwa na program za maandalizi kuelekea mchezo wetu, na hii leo tarehe 3 tunafanya tena mazoezi ya mwisho chini ya Mwalimu Selemani Matola kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Mbeya City. Nichukue nafasi hii kuwatoa wasiwasi mashabiki wa Simba juu ya kumwamini Mwalimu Selemani Matola, na kwamba sisi viongozi wa Simba tunayo imani kubwa ya kwamba Mwalimu Selemani Matola ana uwezo wa kutuvusha salama katika michezo miwili ambayo iko mbele yetu, kwa maana dhidi ya Mbeya City na dhidi ya Azam FC. Na kuweka kumbukumbu sawa sawa, michezo yetu miwili msimu huu mpaka sasa tumecheza michezo 3 ya ligi kuu ya NBC. Katika hiyo michezo 3, michezo miwili imesimamiwa na kuongozwa na Mwalimu Selemani Matola, na katika hiyo michezo miwili ambayo Mwalimu Matola ametuongoza, yote miwili tumepata ushindi. Dhidi ya Fountain Gate, dhidi ya Namungo, tena ushindi mnono wa magoli 3 kila mechi. Kwa hiyo hatuna wasiwasi, hatuna mashaka na wala hatuna pressure yoyote kuelekea michezo yetu miwili dhidi ya Mbeya City, dhidi ya Azam. Tuna imani kubwa ya 100% Mwalimu Selemani Matola atatuvusha salama katika michezo hiyo na tutapata ushindi bila wasiwasi wa aina yeyote ile. Kwanza, ana uzoefu wa kutosha, lakini pili, ana ujasiri usiomithilika, na tatu, ana vigezo vya kutosha
vya kuiongoza Simba kupata ushindi katika michezo hiyo miwili. Katika ligi kuu ya NBC msimu huu mpaka muda huu, sisi ndio timu ambayo tuna matokeo chanya ya 100%. Tumecheza michezo mitatu, tumeshinda michezo yote mitatu. Nafahamu hivi sasa kuna vuguvugu la Simba baada ya kupoteza michezo miwili kwenye michuano ya kimataifa. Wapo ambao wamejikatia tamaa, wapo ambao wamevunjika moyo, wapo ambao wamesawajika kweli kweli. Lakini mimi nichukue nafasi hii kuwarudisha wanasimba katika moyo wa kupambana, hasa katika ligi kuu. Katika ligi kuu hatujapoteza hata mchezo mmoja, na tumekuwa na mwenendo mzuri usiomithilika. Tumecheza michezo mitatu, tumeshinda yote mitatu, tumeshinda mabao, tumefunga mabao 7, tumefunga mabao 8, tumeruhusu bao 1 pekee. Ni timu yenye takwimu bora kweli kweli katika ligi kuu. Ni timu yenye mwendelezo mzuri kweli kweli katika ligi kuu. Ni timu ambayo tuko sawa sawa katika ligi kuu. Kwenye michuano ya kimataifa ni kweli tumepepesuka, lakini kwenye ligi ya ndani, kwenye ligi kuu ya NBC tumekuwa na mwendelezo mzuri sana. Sasa basi, matokeo ya kwenye michuano ya kimataifa haitakiwi kwa namna yeyote ile kuathiri mwenendo wetu katika ligi kuu. Haya ni mashindano mawili tofauti. Haimaanishi ukiyumba huku uruhusu kuyumba na huku. Tumeyumba kwenye michuano ya kimataifa, tunakubali, tunakwenda kujipanga kwa ajili ya kufanya vizuri katika mechi zinazokuja, lakini kwa sasa nguvu yetu, kwa sasa focus yetu, na kwa sasa tunachopaswa kuwekeza nguvu ni michezo yetu ya ligi kuu ya NBC, tukianza na Mbeya City. Huku katika ligi kuu hatuna kasoro hata moja. Katika ligi kuu tuko sawasawa kwa 100%. Kwa hiyo wanasimba, tusikubali na wala tusiruhusu pressure ya michuano ya kimataifa tukamka nayo kwenye ligi kuu. Mabaya tuliyofanya kwenye michuano ya kimataifa yakaathiri mwenendo wetu kwenye michuano ya ligi kuu. Huku kwenye ligi kuu tumejipata, tuko vizuri kweli kweli, na kwa mantiki hiyo tunapaswa kuendeleza moto wetu katika ligi kuu, kwa maana ya kushinda mchezo dhidi ya Mbeya City na kushinda mchezo dhidi ya Azam FC. Sasa ili tuweze kushinda michezo hii miwili migumu, ni lazima tusahau yote yaliyotokea kwenye michuano ya kimataifa. Ni lazima tuache lawama zote kwenye michuano ya kimataifa, tusahau yote yaliyopita kwenye michuano ya kimataifa, na badala yake tukusanye nguvu yetu mpya, twende kwenye michuano ya ligi kuu ya NBC. Tusikubali hata kidogo, tusiruhusu hata mara moja kuyumbishwa na matokeo ambayo tumeyapata katika michuano ya kimataifa. Huku katika ligi kuu ya NBC sisi tuko njema sana, sisi tuko bora sana, na tunapaswa kuendeleza ubora huo huo. Mtu asiingie kinyonge, asiingie na wasiwasi ya kwamba Simba imepoteza mechi mbili za kimataifa, hata kwenye ligi kuu tunaweza tusiwe na maajabu yoyote. Mwana Simba yeyote asiwe na fikra hizo hasi katika kichwa chake. Kila mwana Simba lazima atambue ya kwamba hii ni michuano mingine kabisa, na katika michuano hii sisi hatuna dosari ya aina yeyote ile, na kwa mantiki hiyo ni kwamba tunapaswa kujikusanya, tunapaswa kuingia kwa nguvu kubwa katika mchezo huu. Na ili tuweze kufanikisha hilo, ni lazima kila mshabiki wa Simba, michuano ya kimataifa ya kule ni kule, tutakwenda kudili nayo perpendicular muda ukifika, lakini huku kwenye ligi kuu ya NBC tunapaswa kuwatia moyo wachezaji wetu, tunapaswa kuwatia nguvu wachezaji wetu, tunapaswa kusimama nao. Tusiruhusu unyonge ukawaingia wachezaji wetu, wala unyonge ukatutawala sisi mashabiki. Tunapaswa kuwa na ari ile ile, kuwa na ari kubwa kweli kweli kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Mbeya City.
tunatakiwa kushinda mchezo huo na mchezo unaofuatia ili tuendelee kumaintain ubora wetu hasa katika ligi ya ndani. Simanzi itakuwa kubwa zaidi kwa wanasimba kama tutaruhusu na kwenye ligi ya ndani kuyumba kama ambavyo tumeyumba kwenye michuano ya kimataifa. Lakini basi kule hatujafanya vizuri, huku kwenye ligi ya ndani ije itupe faraja. Na rai kwa mashabiki, kwa wachezaji wetu. Mechi ya kesho dhidi ya Mbeya City iwe ni mechi ya wao kutufuta machozi mashabiki wa Simba. Iwe ni mechi ya wao kupambana kufa na kupona kutupatia ushindi mashabiki wa Simba. Weekend hii imekuwa mbaya sanjari na weekend iliyopita imekuwa mbaya kwa kupoteza michezo miwili mtawalia kwenye michuano ya kimataifa. Basi Alhamisi hii tunawaomba wachezaji wetu waende wakapambane wanavyoweza kupambana, waende wakashindane wanavyoweza kushindana, waweze wakajitoe wanavyoweza kujitoa, na Simba tupate alama 3, mpira mkubwa na magoli ya kutosha, ili wana Simba tufurahi kwa kupata ushindi huo na tusahau yale yote ambayo yamepita katika michezo iliyopita. Lakini wachezaji peke yao hawawezi hilo, na mashabiki vile vile wanapaswa kujitoa kuja uwanjani na kuwatia nguvu wachezaji wetu waendelee kupambana kwa maslahi ya Simba yetu. Tayari tumetangaza viingilio katika mchezo huu, na viingilio tumeweka rafiki kweli kweli, kwa sababu nyingi kweli kweli, ikiwemo umbali wa uwanja ulipo, siku yenyewe ni ngumu Alhamisi, muda wenyewe vile vile. Ndio maana tukasema wacha tuweke kiingilio rafiki sana, walao iwe sehemu ya kumvutia shabiki kuja uwanjani. Mzunguko tumeweka shilingi 3,000. Tunaamini kila mwana Simba ana uwezo wa kumudu kuja uwanjani. Mbweni kule kuna hiyo changamoto ya usafiri, lakini tumeweka kiingilio rafiki ili at least gharama nyingine za shabiki wa Simba azitumie kwenye usafiri na kiingilio kiwe kidogo aweze kuja uwanjani. Lakini VIP ni shilingi 5,000. Kwa hiyo ni kiingilio ambacho kila mtu ana uwezo wa kumudu na kuja uwanjani. Lakini tufanye kama ambavyo tulifanya kwenye mechi dhidi ya JKT. Mashabiki wengi zaidi walikuja kwa mtindo wa pamoja, kwa maana ya kwamba watu walikodi gari, walikodi bajaji, wakaamua kuja pamoja uwanjani. Tukiwa na utaratibu huo, inatusaidia kuondoa usumbufu kidogo wa kufika Meja Isamuhyo kule Mbweni. Kwa hiyo mimi nitoe rai kwa mashabiki wa Simba wanaoweza kukodi bajaji kwa pamoja. Mechi na JKT ile niliwaona wenzetu wa Kapu la Magoli wamekodi bajaji kutoka Tandika, wamekuja mpaka Mbweni kuja kuishangilia Simba. Wengine wamening'inia namna hii kwenye mlango, lakini wamekuja mpaka uwanjani kwa ajili ya kuishangilia Simba yao. Na matawi mengine ama makundi mengine vile vile walikuja uwanjani kwa mtindo wa pamoja, na hiyo ikasaidia kwa kiasi kikubwa kuwapunguzia adha ya usafiri. Na katika mechi ya kesho vile vile niwaombe mashabiki wa Simba tutumie mfumo huo, wale ambao wanaweza kujiorganize katika tawi kama vile tunaenda mikoani tu, mnachanga nauli yenu pamoja na kisha mnakuja uwanjani kuja kuishangilia Simba yetu. Mimi niseme kitu kimoja very important kwa mashabiki wa Simba. Yote yawe, yote yazungumzwe na yote yatokee na kila kitu kifanyike, lakini sapoti yetu kwa timu yetu ni kitu ambacho hakina mjadala. Support ya shabiki kwa Simba yake ni kitu ambacho hakihitaji compromise. Support ya shabiki kwa Simba yake ni jambo ambalo haliepukiki, kwa sababu Simba hii ni Simba ambayo tumeichagua, na kwa mantiki hiyo tuna sababu ya kuilinda. Kuilinda kwake ni kuipa support katika nyakati zote, hasa nyakati ngumu. Kwa shabiki wa Simba, vyovyote utakachokuwa unafikiria kichwani mwako, lakini swala la kuja uwanjani kuishangilia Simba yako ni jambo ambalo haliepukiki
kwa maslahi ya Simba yako. Mechi ya Simba, mashabiki wanaopaswa kuja kwa wengi uwanjani ni mashabiki wa Simba. Uweze kusema mimi shabiki siendi uwanjani ukategemea watakuja mashabiki wa Mbeya City. Mbeya City haina mashabiki mjini hapa. Kwa hiyo mechi ya Simba, mashabiki wanaopaswa kuja ni mashabiki wa Simba. Nichukue nafasi hii kualika, kuwaita na kuwaomba mashabiki wa Simba waje kwa wingi uwanjani siku ya kesho, tuje tuishangilie Simba yetu, twende tukachukue alama 3, tuwe na mwendelezo mzuri katika ligi kuu ya NBC. Kwenye kuhitimisha, nikitimishe na taarifa kuhusiana na kocha. Jana tumetoa hiyo taarifa na kwamba mchakato wa kutafuta kocha mwingine tayari umeshaanza, na jambo zuri ni kwamba baada ya mechi na Azam FC tarehe 7 ligi itasimama na mashindano yote yatasimama mpaka hapo baadaye, mpaka mwezi wa kwanza tarehe 18 ambapo AFCON itamalizika. Maana yake ni kwamba tuna muda hapo wa kumtafuta mwalimu aliyekuwa bora na mzuri. Tutakapompata tukamkabidhi timu na mwalimu akawa na muda wa wiki isiyopungua 3-4 mpaka wiki 2-3 mpaka 4 za kufanya maandalizi mazuri na kutengeneza timu yake kuelekea mechi yetu ya tarehe 23 ama 21 ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Esperance. Kwa hiyo timing wise, kwa maana ya muda, ni mzuri mno hapa, kwamba una utulivu wa kutosha wa kutafuta mwalimu, na mwalimu ukampata, ukamkabidhi timu, akapata wiki 3-4 za kufanya maandalizi makubwa kuelekea katika duru inayofuata ya michuano mbalimbali. Yaani kwa fupi ni kwamba tuna kama ka pre-season kingine fulani hivi kinakwenda kupatikana very soon, ambacho hicho itakuwa ni advantage kubwa kwa mwalimu wetu mpya atakayekuja kuja kukaa na wachezaji, kujua tabia za wachezaji, kujua viwango vya wachezaji, ubora wa wachezaji, udhaifu wa wachezaji, na kutengeneza timu ambayo itakwenda kutupigania kwa msimu huu wa 2025 2026. Mimi nimemaliza. Kama kuna swali, kwanza lazima tukiri kwamba kutana na timu zote ligi kuu, lakini usikutane na Mbeya City. Ni moja kati ya timu ambayo ina hulka na ina uwezo wa kucheza na timu kubwa na ikamdhibiti vizuri. Mbeya City ana uwezo huo, na hajaanza leo. Mbeya City ubora wake tangu miaka hiyo mpaka hivi sasa bado ameweza kumaintain. Anaweza akapepesuka, lakini ubora wake dhidi ya timu kubwa huwa uko pale. Ni ngumu mno kucheza na Mbeya City kipindi hiki, hasa na wao wakiwa wametoka kutimua kocha wao. Na mara nyingi ama mara zote wa timu inapocheza mchezo wake wa kwanza bila kuwa na kocha waliyemtimua, huwa inakuwaga na mechi ngumu sana, ama inakuwa ni mechi ngumu sana, kwa sababu hapo kila mchezaji anajiona yuko huru kwenda kupigania nafasi katika timu yake hiyo. Kwa hiyo tutegemee Mbeya City kesho watatupa mchezo mgumu kweli kweli. Kwanza kwa nature yao ya ugumu wao, lakini vile vile kwa aina yao ya ushindani waliokuwa nao na confidence waliokuwa nao. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ngumu, lakini sisi tumejidhatiti na tumejipanga vilivyo kuhakikisha kwamba tunakwenda kupata matokeo mazuri katika mchezo huo dhidi ya wao. Mwalimu meneja wetu Dimitar Pantev kwa makubaliano ya pande zote mbili. Yaani sisi na yeye tumekaa mezani tukakubaliana, bana, hii ndoa yetu ifikie tamati hapa. Na kwa kuwa ni makubaliano ya pande zote mbili na kila mmoja ameridhia kuvunja uhusiano huu, hatulazimiki, hatuwajibiki na haitakiwi pande yoyote kati ya hizi mbili kutoka hadharani na kuanza kusema tumeachana kwa sababu 1, 2, 3. Iheshimiwe na itambulike ni kwamba ni kwa maslahi ya pande zote mbili,
na kwa sisi Simba Sports Club makubaliano haya ambayo tumefikia ya kuachana na mwalimu Dimitar Pantev ina maslahi makubwa mno kwa Simba Sports Club.